Mwamini Bwana kwamba ni mwaminifu na kwamba anaenda kufanya zaidi ya tulivyoomba katika jina la Yesu. Amen. Ninaomba uketi kwenye uwepo wa Mungu wetu. Jina la Bwana wetu Yesu libarikiwe. Kitu ambacho Bwana ametupa kukifuatilia katika juma hili ni kushughulikia mipaka au mikwamo iliyopo kwenye ardhi. Kushughulikia mipaka au mikwamo iliyopo kwenye ardhi. Iliyopo kwenye ardhi. Ardhi inaweza ikamzuia mtu. Ardhi inaweza ikazuia biashara ya mtu. Ardhi inaweza ikazuia kibali cha mtu. Kwa hiyo ni muhimu kufahamu na kujua kwamba unahitaji neema ya Mungu ili uweze kufanikiwa kwenye ardhi. Sio kila mahali kila mtu anaweza kufanikiwa. Sio kila eneo kila mtu anaweza kufanikiwa. Sio kweli. Kuna eneo lingine au kuachiliwe uponyaji kwenye hiyo ardhi, ambao huo uponyaji sio wa damu na nyama, ni uponyaji wa kiroho. Kwa hiyo au kuachiliwe uponyaji kwenye hiyo ardhi, au wewe uondoke kwenye hiyo ardhi. Kwa Mungu akupe ufunuo kwamba ondoka hapo. Uondoke. Uone breakthrough. Sio mtu mmoja wala sio watu wawili ambao baada ya maombi Roho Mtakatifu amesema mwambie aondoke. Na watu wameondoka kabisa. Mwambie ondoka kwenye hilo eneo, nenda sehemu nyingine. Anaondoka kwenye ile eneo, anaenda sehemu nyingine, milango inafunguka. Lakini wengine Mungu anasema shughulika na hilo eneo, kuachilia nguvu za Mungu kwenye hilo eneo. Mnaingia kwenye maombi, mnaanza kushughulika na hilo eneo, mnashughulika na hilo eneo, na kunatokea uponyaji. Kwa hiyo lazima Mungu akusemeshe, aidha nguvu ya uponyaji au amka, ondoka. Na nilikupa mfano wa Ibrahim. Aliambiwa ondoka. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Akati anaambiwa ondoka, alikuwa na miaka 75. Aliambiwa kwa kiwango ambacho nataka kukupa, kwa level ambayo nataka kutembea na wewe, ondoka hapo. Nenda mpaka mahali nitakapo kuambia. Na akatii, akaondoka. Alipofika kwenye lile eneo Mungu alilomwambia, jina lake lilikuzwa. Akaitwa baba wa mataifa. Kila kitu chake kiliongezeka. Bwana asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Ardhi inaweza ikaharibiwa na mtu. Na kwa sehemu kubwa sana watu ndio wameharibu ardhi. Watu ndio wameharibu ardhi. Unaposoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3, sura ya 2, tuanzie Mwanzo ile sura, naomba tuende sura ya 4 alafu tutarudi sura ya 3. Mwanzo sura ile ya 4 ule mstari wa 11. Mwanzo 4 ule mstari wa 11. Biblia inasema hivi: basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi,
ninataka uone kwamba ardhi inaharibiwaga na watu. Ardhi inaharibiwaga na watu. Anasema basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofungua kinywa chake, ipokee. Nataka uone neno ardhi imefumbua kinywa ikapokea. Ardhi ilifungua kinywa ikapokea damu ya nani? Ya Abel. Ilipopokea tu ile damu, ilipofungua kinywa chake ikapokea ile damu, yenyewe iliachilia nini? Laana. Kwa anasema basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofungua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Kwa hiyo ardhi yoyote iliyofungua kinywa ikapokea damu, haijalishi hiyo damu imemwagikaje, cha msingi imefungua kinywa ikapokea damu. Hiyo damu imepokelewa kwa ajali, hiyo damu imepokelewa kwa mtu kuuawa asiyekuwa na hatia, hiyo damu imemwagika kwa sababu ya makafara na matambiko, hiyo damu imemwagika kwa sababu ya ibada za wafu, hiyo damu imemwagika kwa sababu ya ibada za sanamu. Ardhi imepokea damu. Damu ina uhai. Kwa kuwa damu ina uhai, haitakiwi kumwagika bila utaratibu. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo maandiko yanasema kilichotokea kwa huyu ndugu, hii damu sasa ilikuwa imemwagika bila hatia. Sasa ni damu mbaya zaidi. Biblia inasema umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofungua kinywa ikapokea. Sasa angalia, sio lazima hiyo damu uwe umeimwaga wewe. Cha msingi kwenye hilo eneo ambalo wewe upo, unajua au jui, cha msingi kwenye hilo eneo ambalo wewe upo, damu zimemwagika ambazo hazina hatia. Damu zimemwagika kwa ajili ya makafara na matambiko. Damu zimemwagika kwa ajili ya ibada za sanamu. Damu zimemwagika. Cha msingi wewe uko hapo. Matokeo ya ile ardhi kufungua kinywa chake na kupokea hizo damu, ile ardhi na yenyewe kuna kitu inaachilia. Wewe ndio unakwenda pale, au ni kwenye ardhi ya mtaa, au ni kwenye ardhi ya wilaya, au ni kwenye ardhi ya mkoa, au ni kwenye ardhi ya nchi. Chochote kitakachozuiwa kwenye level, iwe ya mtaa, iwe ya wilaya, iwe ya mkoa, iwe ya nchi, chochote kitakachozuia, yoyote aliyopo kwenye hilo eneo atawajibikia hayo mazuio. Kama Mungu hatampa yeye special case. Bwana asifiwe. Kama Mungu hatamtazama yeye kwa tofauti, na kama yeye hatajua namna ya kujiunganisha na Mungu kwa namna ya tofauti, ataangamia na wanaoangamia, atapotea na wanaopotea. Cha msingi kuwe na uhalali. Na ndio maana tuliona kidogo habari za Yona. Ameingia kwenye merikebu ya watu na kuna uhalali kabisa wa machafuko. Kuna watu wasiokuwa na hatia kabisa walikuwa wanaangamia pamoja naye.
Kwa unaweza ukaenda kwenye eneo wewe huna matatizo kabisa, ila umeenda kwenye eneo lenye matatizo. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Na unataka kufanikiwa hapo, na unataka kuona mkono wa Mungu hapo, na unataka kuinuliwa hapo. Unakwenda kwenye lile eneo ukiwa haujui kwenye ulimwengu wa roho hilo eneo lina shida kiasi gani. Na wakati mwingine kibaya zaidi, kuna baadhi ya laana ambazo hazimpigi mtu hapo hapo. Kuna baadhi ya mapigo hayapigi mtu hapo hapo, yana life span. Kwenye Biblia inaitwaga utimilifu wa nyakati. Wameweka kipindi. Jana nilikupa mfano wa eneo ambalo walimwaga damu za watu kwenye mji huu wa Arusha. Walimwaga damu za wamishonari na wakawazika hapo. Ukienda hapo kama hujui chochote, ni eneo zuri, halina shida, litakuvutia, hata wewe utatamani kuishi hapo. Lakini kuna muda ukifikaga, linalotokea litakupata na wewe kwa sababu utakuweko pale. Kwa kuna vitu vinatokea kwa majira au kwa misimu, lakini kuna uhalali fulani upo, na hajatokea mtu wa kuondoa huo uhalali, wa kushughulika na huo uhalali. Na ndio maana ukiona damu isiyokuwa na hatia inamwagika, usishangilie. Maadamu inamwagikia mahali ambapo wewe upo, utawajibikia hiyo damu. Ukiona kuna vitu vinavyosababisha laana vinafanyika, hata kama wanaovifanya wanafikiri wana uhalali wa kuvifanya, lakini maadamu vinafanyika kwenye hiyo ardhi, uwe na uhakika utawajibikia hicho kitu kinachoendelea. Utawajibikia hicho kitu. Kama utawajibikia wewe, watakuja kuwajibikia watoto. Kama sio watoto, wajukuu. Kama sio wajukuu, vitukuu. Watakuja kuwajibikia hicho kitu. Aliyefanya kosa ni Kaini. Ndio aliambiwa ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kaangalia waliowajibika na lile kosa. Kizazi kizima cha Kaini. Watu waliokuja kutokea mbele ya safari, Biblia inatueleza kizazi cha Kaini kilikuwa sio kizazi cha watu wa mchezo, kilikuwa ni kizazi cha watu hodari. Ukienda kusoma pale mbele, wafua chuma wa kwanza kutokea huku duniani kilikuwa ni kizazi cha Kaini. Lakini nenda kasome Biblia, walifutwa wote, ikawa kama vile hawajawahi kutokea watu wa aina hiyo duniani, na Mungu akafuta na hilo jina. Na mahali pa Kaini Mungu akaliplace mtu anaitwa Seti. Yaani ilibidi Adamu aje azae tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili tu kufuta hicho kizazi, akazaa mtoto mwingine. Kwenye ule mstari wa 25 anasema Adamu akamjua mke wake tena, akazaa mwanamume, akamuita jina lake Seti, maana alisema Mungu ameniwekea uzao mwingine mahali pa Habili. Kwa hiyo hata Kaini hatajwi tena mahali pa Habili, kwa sababu Kaini alimuua. Seti naye akazaa mwana, akamuita jina lake Enosh. Hapo ndipo watu walipoanza kuliitia jina la Bwana. Angalia, ardhi ilipolaaniwa, hakuna mtu tena alifanya ibada. Hakuna mtu tena alihangaika na madhabahu ya Mungu. Kumbuka ugomvi wao ulikuwa ni ibada, kama unakumbuka. Ugomvi wa Kaini na Abel ulikuwa ni ibada na sadaka. Baada ya ardhi kufungua kinywa, ikapokea ile damu, ibada zikakata. Baada ya Mungu kuja kumkumbuka tena Adamu, anakuja kutokea mtoto anaitwa Seti.
Seti naye anazaa mtoto anaitwa Enosh. Biblia inasema hapo ndipo watu walipoanza tena, ndio ukaja urejesho for the first time. Ndio watu tena wakaanza ibada, ndio watu wakaanza tena kutoa sadaka, ndio kukaachiliwa uponyaji kwenye ardhi. Na ndipo tunaanza kuona sasa ule ukoo ukiendelea. Lakini nini nilichotaka uone, baada ya ardhi kupokea ile damu, baada ya ardhi kupokea damu ya Habil, ile laana ilipoachiliwa, ile laana haikuzuia watu kuzaliana. Naomba hicho kitu unielewe. Bwana asifiwe. Watu waliendelea kuzaliana. Hiyo laana haikuzuia vipawa vya watu kufanya kazi. Naomba uelewe hicho kitu. Vipawa vya watu viliendelea kufanya kazi. Ile laana haikuzuia watu kuwa hodari. Watu waliendelea kuwa hodari, lakini wako kwenye mkwamo, wako kwenye giza. Wapo kwenye giza. Na ndio maana kuna watu wanaopaleti chini ya laana, lakini ukiwaangalia walivyo majasiri, ukiangalia walivyo na confidence, ukiangalia wanavyoendelea, kama vile hawatapotea. Kumbe kuna siku majina yao yatafutwa, watakawa kumbukwe tena kwamba waliwahi hata kuexist. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Nini mimi ninachojaribu kukufafanulia, unaweza ukajikuta eneo unaloishi, eneo unalofanya biashara, eneo unalolima, eneo ambalo ndio unafuga, unaweza ukakuta lina mazuio pale kwenye ardhi. Nikizungumza habari ya utimilifu wa nyakati, maana yake kuna nyakati ambazo ni za kimaagano, kwamba muda huu ukifika, achilia vurugu, achilia hasara. Ndio maana unakuta kuna mtu analima, mwaka wa kwanza anapata, mwaka wa pili anapata, mwaka wa tatu anapata, mwaka wa 4 anapata hasara inayofuta faida zote alizowahi kupata miaka yote. Kwa nini? Hajui nini kilichoko pale. Mtu anakwenda hatua 4 mbele, anarudi 5. Unakutana mtu anasema inalazimika kuanza 1, nalazimika kuanza 1. Katika hali ya kibinadamu, yeye anafikiri ni kitu cha kawaida. Anafikiri ni kitu cha kawaida. Kumbe kwenye ardhi kuna shida, kuna kitu hakiko sawa kwenye hiyo ardhi. Mtu anafanya kazi kwa bidii, ana struggle, anahangaika, anafanya kazi, anapanda madaraja, anafika mpaka kwenye level ya kuwa manager labda wa kampuni, manager wa shirika, manager sio kitu gani. Akikalia tu hicho kiti anakuwa kichaa. Tunakwambia vitu ambavyo vipo na vinafanya kazi, anakuwa chizi kabisa. Anakuwa chizi kabisa. Na hawezi kuendelea na hicho kitu. Lakini sio kwamba ndio kitu kimetokea siku hiyo. Hakujua kulikuwa kuna mazuio gani yanayosubiria tu time. Hakujua. Mtoto anasoma, mnapambana na mtoto anasoma, akifika tu chuo kikuu ndo anaharibikia hapo. Kwa kuna familia ukienda watoto wameharibikiaga chuo kikuu. Yaani huku kwingine kote ni anaenda sawa. Akikanyaga tu chuo kikuu mnarudi 1. Akanyaga tu chuo kikuu mnarudi 1. Wengine wanaachwa kabisa, akimaliza tu au anakufa au anakuwa mvuta bangi au anakuwa kama vile hakusoma, lakini kuna zuio lipo na watu hawana habari. Mimi naelezea nini? Mikwamo ambayo huwa inakuwepo kwenye ardhi. Mikwamo ambayo huwa inakuwepo kwenye ardhi. Kwa hiyo ardhi inaweza ikaachilia roho yoyote kutenda kazi. Ndio maana lazima kumuomba Mungu kwa damu ya Yesu, kujitenganisha na roho inayotenda kazi kwenye nini? Kwenye ardhi. Na tuliona maandiko yanazungumza wazi kabisa. Mungu anasemaje kwenye Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14? Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, walioitwa kwa jina langu, maana yake anazungumza watu wanaomfahamu. Anasema ikiwa watajinyenyekesha, ikiwa watanitafuta, watautafuta uso wangu, ikiwa wataacha njia zao mbaya,
ikiwa wataacha njia zao mbaya, anasema nitasikia kutoka mbinguni, nitaiponya nchi. Nataka uone hilo neno, nitaiponya nchi. Nilikwambia nchi anayoizungumza pale sio lazima taifa. Kwenye Kiingereza wametumia neno land. Maana yake nitaiponya ardhi. Kwa hiyo unaweza ukawa kabisa Mkristo. Maana amesema ikiwa watu wangu, hajasema ikiwa wapagani. Elewa hicho kitu. Hakusema ikiwa mataifa, ikiwa wapagani, hajasema hivyo. Amesema watu wangu, tena walioitwa kwa jina langu. Kwa hiyo unaweza ukawa mtu wa Mungu, umeitwa kwa jina la Mungu, na bado ukazuiwa na uovu ulioko kwenye nini? Kwenye ardhi. Kama hautautafuta uso wa Mungu na kutubu kwa ajili ya hiyo ardhi, kwamba Mungu achilia uponyaji kwenye ardhi, achilia uponyaji kwenye ardhi. Anasema wakinitafuta uso, wakiziacha njia zao mbaya. Manake lazima uanze kufuatilia. Sasa angalia, kama wewe ni mtu wa Mungu, umeitwa kwa jina la Bwana, hizo njia mbaya zinatoka wapi? Bwana asifiwe. Lakini anasema wakaziacha njia zao mbaya. Manake lazima ufuatilie kuna kitu gani kimesababisha uovu kwenye nini? Kwenye ardhi. Na kile kitu kilichosababisha uovu kwenye ardhi, wewe unawajibika nacho, hata kama uovu hujafanya wewe. Ndio maana pale anasema wakaziacha njia zao mbaya. Kwa nini? Kwa sababu kuna maovu mengine yanatengenezwa, yanachipua kutokea kwenye eneo. Na ndio maana kuna baadhi ya maeneo, haijalishi kila watu wanaoishi hapo lazima wawe na tabia fulani. Kuna baadhi ya mitaa, yani ukiishi kwenye huo mtaa, uwe unapenda au upendi, utakuwa na hiyo tabia ya huo mtaa. Kwa sababu ni roho iliyopo kwenye huo mtaa inayotenda kazi. Kwa lazima kutokea uponyaji kwenye hiyo ardhi ya huo mtaa, ili Mungu akuponye wewe, akuokoe wewe. Kwa ukifuatilia hili neno, anasema watu wangu walioitwa kwa jina langu wakaomba, wakaziacha njia zao mbaya, nitasikia kutoka mbinguni. Sasa nitaiponya nchi. Nitaiponya nchi. Nitaiponya nchi. Kwa nini nchi lazima iponywe? Kwa nini ardhi lazima iponywe? Ili hawa watu wake waone breakthrough. Hawa watu wake waone upenyo. Hawa watu wake wainuke tena. Hawa watu wake waende kwa spidi iliyokusudiwa. Anawazungumzia watu wake walioitwa kwa jina lake, ambao kimsingi wamekwama. Wamekwamishwa na nini? Na ardhi. Na kama hawa watu wake hawatajua kitu cha kufanya, manake nchi ikiwa haijaponywa, nchi itaendelea kuachilia inachotaka. Kwa hiyo nchi inaweza ikaendelea kuachilia mapigo, lakini kuna watu wake. Nchi inaweza ikaendelea kuachilia laana, lakini kuna watu wake. Nchi inaweza ikaendelea kuachilia mikosi na mabalaa, lakini kuna watu wake. Nchi inaweza ikaendelea kuachilia mauti na hasara za kila namna, lakini kuna watu wake wapo. Ndio maana akasema ikiwa. Manake kama watafanya, kama watachukua hatua. Lakini wakiamua kujisahau, ardhi itaendelea kuachilia inachoachilia. Na Mungu hakukatai wewe kwamba sio mtu wake kwa sababu uko kwenye ardhi yenye adhabu, ila utaangamia kwenye hiyo adhabu. Utaangamia kwenye hiyo laana, utakwamishwa na kinachoendelea. Mungu hakukani, hakukatai. Yani pamoja na kwamba unaangamia hapo, bado anakukubali, mtu wangu ameangamia pale. Na ndio maana kwenye Hosea 4:6 anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Hakusema mataifa wanaangamizwa, wasionijua wanaangamizwa. Amesema watu wangu. Kwa hiyo Mungu anakili kabisa kwamba kunaweza kukawa na uhalali wa watu wake walioitwa kwa jina lake kupigwa, kutokufanikiwa, kama hawatachukua hatua, kama hawatajua kitu cha kufanya.
Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana moja ya kazi ya damu ya Yesu ilipotununua pale msalabani, kazi ya damu ya Yesu kutununua pale msalabani ilikuwa ni nini? Biblia inasema ile damu ilipotununua ikatufanya makuhani, ikatufanya wafalme, alafu ikatupa kumiliki juu ya nchi. Manake nini? Kumbuka nakwambia nchi sio taifa inayozungumzwa, land. Kwa damu ya Yesu inapomnunua mtu inampa kuwa na sauti kwenye nini? Kwenye ardhi. Kwa damu ya Yesu unapoiachilia kwenye ardhi, unapoiachilia kwenye ardhi, kitu cha kwanza damu ya Yesu inachokifanya, inakupa sauti wewe juu ya nini? Juu ya ardhi. Inakupa umiliki juu ya nini? Juu ya ardhi. Kwa hiyo damu ya Yesu inapokununua, kazi yake ni moja tu, umiliki. Umiliki. Kwa hiyo nataka ujue kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho uwaga tunaondolewa nini? Umiliki. Na ndio maana kafuatilia vita ya sadaka za damu. Vita ya sadaka za damu ni juu ya nini? Juu ya umiliki. Umiliki wapi? Umiliki juu ya ardhi. Na ndio maana watu hawaachi kutoa sadaka za ngamia, hawaachi kutoa sadaka za watu, hawaachi kutoa sadaka za wanyama. Kila inapoitwa leo kwenye ardhi wanatafuta nini? Umiliki. Wewe unapambana na cheti, unapambana na hati miliki, watakuhamisha au utaamini? Kwa sababu wao hawatafuti umiliki wa cheti, wao wanatafuta umiliki wa kiroho. Wanataka kumiliki rohoni. Wanajua vigezo na masharti ya ulimwengu wa roho, namna ya kumiliki. Na ndio maana damu ya Yesu ilipotununua ilikuja na certificate ya ulimwengu wa roho ya kufanya nini? Ya kumiliki. Wapi? Kwenye ardhi. Sasa watu wengi sana hawajui. Tunapoita damu ya Yesu kila siku, tunapoita damu, usiache kuita damu ya Yesu kwenye ardhi, au ya mtaa uliopo, au ya wilaya uliopo, au ya mkoa uliopo, au ya nchi uliopo. Ita hiyo damu ya Yesu, kwa sababu damu ya Yesu imebeba umiliki. Imebeba umiliki. Anayemiliki kwenye ulimwengu wa roho ni mwenye nguvu tu, na sio nguvu za damu na nyama, ni nguvu za ulimwengu wa roho. Ndio maana nakwambia, ukija ukaambiwa vitu wafanyabiashara wakubwa wanafanya, wanasiasa wakubwa wanafanya, ukija ukaambiwa vitu wanavyovifanya, utachanganyikiwa. Waganga wanawaambia katafute, wako na specific damu, hawamwagi kila damu, wana damu wanazozimwaga. Matajiri wakubwa wao wanaambiwa watafute damu za ngamia. Wewe ngamia unamtoa wapi? Mtu yuko tayari kuimport ngamia ili amwage hiyo damu juu ya ardhi, amwage hiyo damu juu ya eneo. Anatafuta nini? Umiliki. Anatafuta nini? Sauti yake isikike. Kwani vita ya Kaini na Abeli ilikuwa ni nini? Sauti. Sauti. Usipokuwa na sauti, haumiliki. Haumiliki. Kwa mtoto wa Mungu, hicho kitu nataka ukielewe. Na ndio maana usije ukaacha kuomba. Sisi tumerahisishiwa. Mungu alipoona kuna vita ya namna hiyo, kitu gani Mungu alichokifanya? Akaamua kumwaga damu ya mtoto wake, ili kila anayejiunganisha na hiyo damu amiliki. Kila anayejiunganisha na hiyo damu awe na sauti. Kwa sisi hatuhitaji damu za wanyama, hatuhitaji damu za ngamia, hatuhitaji damu za watu kumiliki, hatuhitaji damu za watu kuwa na sauti. Tunahitaji kuielewa vizuri damu ya Yesu, nguvu na thamani iliyonayo. Tujiunganishe na hiyo damu, ili hiyo damu iponye nchi. Ikiponya nchi, itupe sauti juu ya nchi. Wale malaika, Biblia inasema walionekana wakiimba. Wanaimba nini? Unastahili wewe, unastahili wewe, unastahili wewe, mwana kondoo wa Mungu, unastahili wewe, kwa kuwa ulichinjwa
ukamnunulia Mungu kwa damu yako. Lile neno sio neno jepesi. Ukamnunulia Mungu kwa damu yako. Watu wa kila taifa, kabila, jamaa, lugha, ukamnunulia Mungu kwa damu yako. Alafu kwa hiyo damu ukawapa hawa kumiliki, kuwa na sauti, kuwa na nguvu juu ya nchi. Sasa walionunuliwa wenyewe sasa, hapo ndio penye shughuli. Hawana muda na hiyo damu. Hawana muda wa kuhangaika na hiyo damu. Hawana muda wa kuhangaika na hiyo nguvu iliyowanunua. Ila wana muda wa kuhangaika na watu wanaopambana na damu zisizo na nguvu. Kiona mtu anahangaika na damu za mangamia, ama damu sijui ya nini, kufanya makafara huko, zile damu zote hazina nguvu. Ila zinaonekanaga zina nguvu kwa sababu wenye nguvu wamelala. Mahali popote uchawi na ushirikina unapoonekana una nguvu, ujue kwenye hilo eneo wenye nguvu wamefanya nini? Wamelala. Ngoja siku moja wenye nguvu waamke. Ngoja siku moja wenye nguvu wakate rufaa. Ndipo utashangaa. Ndipo utashangaa. Kwa sababu Herode alionekana ana nguvu alipokamata Yakobo akamchinja. Alionekana ana nguvu na alifanya kila eneo likajaa hofu na mashaka kwa ajili ya mkono wake. Lakini ngoja wenye nguvu walipoamka, malaika alishuka gerezani akamchomoa huko Petro, hakufungua mlango wowote wa gereza. Walinzi waliokuwa wanamlinda, vile vikosi vinne ambao vilikuwa vimekaa kila mahali vinamlinda Petro, vilishtuka tu hayupo katikati yao. Kwa nini? Wenye nguvu wamefanya nini? Wameamka. Ninakuombea neema ya kuamka katika jina la Yesu. Hiyo neema ninakuombea. Uamke mahali Mungu alipokuweka. Damu ya Yesu ilipokununua ilikupa kumiliki, ilikupa sauti, ilikupa nguvu. Ila wewe unapolala, hawa wengine wanapotumia damu za wanyama, za mafahali, za binadamu, wanakuwa na sauti. Kwa sababu wewe hujui namna ya kuhangaika na ile damu ambayo tayari imeshamwagika kwa ajili yao pale msalabani. Nini ninachokueleza? Nataka ujue namna ya kuapply damu ya Yesu kwenye ardhi ili uwe na sauti, ili uweze kumiliki, ili uweze kuona upenyo, ili uweze kuona matokeo, ili upate ufunuo wa namna ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaamini tumeelewana mpaka hapa. Jina la Yesu litukuzwe. Naomba usimame mahali ulipo. Twende mbele za Mungu wetu tena asubuhi ya leo. Siku ya kesho tutakuwa na maombi maalum, kwa hiyo ninakuombea neema. Lakini mtie moyo na mtu mwingine kushiriki hayo maombi. Na tulikuwa tumetoa hivi vipeperushi. Naomba nikutie moyo kama ulipata hicho kipeperushi kwa ajili ya Rehoboth. Usiache kufanya kile kitu Mungu atakacho kusemesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama ukupata, tutajitahidi kila mmoja aweze kupata. Labda siku ya kesho tutajitahidi kila mtu apate hicho kipeperushi. Sio kwa ajili ya kufanya tu, lakini pia kwa ajili ya kuomba, ili kusudi la Mungu liweze kusimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukashika sadaka yako ambayo Bwana amekupa. Utakapokuja kuachilia sadaka utapata pia bahasha kwa ajili ya sadaka maalum ambayo tutaiachilia siku ya kesho. Pale nyuma pana vitabu, pana flash. Kwa unaweza ukapata kitabu au ukapata flash, na itakusaidia kuendelea kufuatilia mafundisho. Lakini Mungu akupa neema, unaweza ukaingia YouTube ukaendelea kufuatilia yale ambayo yako YouTube. Unahitaji kusikiliza na kusikiliza. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba unyanyue mkono wako. Twende mbele za Mungu wetu tena asubuhi ya leo. Sema katika jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu ninajivika nguvu za uweza wa damu ya Yesu.
wa damu ya Yesu, wa damu ya Yesu. Maana hiyo damu imeninunua, imenifanya kuwa kuhani, mfalme. Damu ya Yesu imenipa sauti, imenipa kumiliki, imenipa kutawala juu ya ardhi, juu ya eneo, kwa jina la Yesu. Kila mamlaka zinazoshindana na neema yangu na jina langu na kibali changu na nafasi yangu, leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu ninabatilisha kila upinzani, kila uovu, kila vizuizi vilivyosimama kinyume changu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninanyunyiza hiyo damu ya Yesu kwenye ardhi, kwenye ardhi, kwenye ardhi. Kila uovu, kila mapigo, kila laana, kila mikosi, achia ardhi kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu nyunyiza damu ya Yesu kwenye ardhi ambayo Bwana amekuweka. Anza kutamka nguvu za Mungu kwenye hiyo ardhi. Tamka nguvu za Mungu kwenye hiyo ardhi. Mahali ambapo Bwana amekuweka, tamka nguvu za Mungu kwenye hiyo ardhi. Tamka nguvu za Bwana, tamka nguvu za Bwana kwenye hiyo ardhi. Achilia damu ya Yesu iponye hiyo ardhi. Ardhi ya nyumbani kwako, ardhi ya mahali unapofanyia kazi, ardhi ya mahali unapofanyia biashara, ardhi ya taifa lako. Achilia damu ya Yesu. Biblia inasema Yesu ni mjumbe wa agano jipya, na damu yake ya kunyunyiza, hiyo damu inanena mema, inanena mema, inanena mema. Hiyo damu ya kunyunyiza inanena mema. Nyunyiza hiyo damu ya Yesu. Damu ya Yesu ikunenee mema. Damu ya Yesu ikupe sauti. Damu ya Yesu ikupe kumiliki. Damu ya Yesu ikupe kutawala. Baba, ninaachilia hiyo damu. Ninaachilia hiyo damu juu ya hiyo kampuni. Ninaachilia hiyo damu juu ya hiyo ofisi. Ninaachilia hiyo damu juu ya hilo eneo la biashara. Ninaachilia hiyo damu juu ya hilo eneo la mifugo. Ninaachilia hiyo damu juu ya hayo mashamba. Ninaachilia hiyo damu. Ninaachilia hiyo damu. Hiyo damu yako ikanene mema, ikanene mema, ikanene mema. Damu yako ikaachilia uponyaji. Inawezekana hiyo ardhi ina mapigo, inawezekana hiyo ardhi ina mashambulizi, inawezekana hiyo ardhi ina laana, inawezekana hiyo ardhi ina uhalali wa kuachilia balaa na mikosi, inawezekana hiyo ardhi inaletaga matatizo kwa vipindi. Lakini leo Bwana, tumejua, tunaachilia damu yako iponye ardhi, iponye ardhi. Umesema ikiwa tutautafuta uso wako, umesema ikiwa tutaliita jina lako juu ya ardhi, Baba, umesema utaponya, umesema utaponya, umesema utaponya. Ninakataa hayo magonjwa yaliyoko kwenye hiyo ardhi, ninakataa hiyo mikwamo iliyopo kwenye hiyo ardhi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ulimnunua mtoto wako kwa damu yako, ulinunua biashara yake, ulinunua kazi yake kwa damu yako, ukampa kumiliki, ukampa kuwa na sauti, ukampa kuwa mtawala, ukampa kusimama kwenye hilo eneo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sauti iliyonyamazishwa, ninaiinua tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ule umiliki uliozuiwa, ninaunyanyua tena kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ule utawala uliozuiwa, ule ufalme uliozuiwa, Baba, ninauamsha tena kwa damu ya msalaba, kwa damu ya msalaba, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya msalaba, kwa damu ya mwana kondoo. Baba, ulisema mwenye haki anaweza kuanguka hata mara 7 na akainuka tena. Inawezekana hiyo laana iliyoko kwenye ardhi imemwangusha, imemzuia. Inawezekana hayo mapigo yaliyoko kwenye ardhi yamemzuia. Inawezekana Bwana, uhalali ambao umekuwepo kwenye ardhi umekuwa ukimzuia. Inawezekana, lakini umesema mwenye haki hata akianguka, anaweza akainuka tena. Nami kwa damu ya Yesu ninaachilia neema ya kuinuka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaachilia neema ya kuinuka, neema ya kuinuka, neema ya kuinuka popote alipozuiwa, popote alipo
alipokamatwa, popote aliposhikiliwa, na atamka neema ya kuinuka, akainuke tena, akainuke tena kwenye hiyo kazi, kwenye hiyo biashara, sauti yake ikawe na nguvu tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Macho yake yakafunguliwe tena, akaone tena katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Afya yake ikarejeshwe tena kwa damu ya msalaba, kwa damu ya mwana kondoo. Weka mkono wako kwenye kifua chako, mkono mmoja nyanyua juu ya Bwana. Roho Mtakatifu ananiambia kuna neema ya kurejesha afya, kurejesha afya. Kuna vitu vingine kwenye mwili wako hata hujui una hilo tatizo, lakini kuna nguvu ya Bwana ya kukusaidia. Inawezekana hiyo ardhi ilisababisha sukari, ilisababisha kansa, ilisababisha HIV. Inawezekana hiyo ardhi ilisababisha hayo magonjwa unayoyapitia. Iko neema ya kurejesha, iko neema ya kurejesha, iko neema ya kurejesha. Hebu anza kuita damu ya Yesu. Iambie hiyo damu ikurejeshe afya, ikurejeshe afya, irejeshe afya kwenye familia yako, irejeshe afya kwa watoto wako. Leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nabatilisha hiyo kansa, nabatilisha hiyo sukari, nabatilisha hizo pressure za kupanda na kushuka, nabatilisha kwa damu ya Yesu, nabatilisha hizo vidonda vya tumbo, nabatilisha kwa damu ya Yesu, nabatilisha hayo magonjwa ya figo, nabatilisha kwa damu ya Yesu. Hilo bandama ambalo haliko sawa sawa, na achilia hiyo damu ya Yesu. Hayo maini yaliyopata shida, na achilia hiyo damu ya Yesu. Hilo mbavu, hizo mbavu zilizopata shida, infection kwenye mapafu, damu ya Yesu ipite, 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 ipite. Baba, ulisema utaponya, ulisema utaponya, na kwa kupigwa kwako amepona. Ugonjwa wote uliosababishwa na ardhi ya nyumbani kwao, ugonjwa wote uliosababishwa na ardhi ya mahali anapoishi, ugonjwa wote uliosababishwa na ardhi ya hilo eneo, leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, hizo pressure, hizo depression ambazo zilipata mlango, na funga huo mlango kwenye ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hicho kiuno kifunguliwe, huo uti wa mgongo ufunguliwe kwa damu ya msalaba, kwa damu ya mwana kondoo. Bwana aponye hayo mapafu, aponye hayo macho, aponye hayo masikio katika jina la Yesu. Huo udhaifu uliokutana nao kwenye ardhi, uliokutana nao kwenye ardhi, huo udhaifu uliosababishwa na laana na mikosi na balaa na matamko, tweka achia, tweka achia, tweka achia, tweka achia, tweka achia, tweka achia, tweka achia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaachilia hiyo nguvu ya kuponya, hiyo nguvu ya kuokoa, hiyo nguvu ya kuponya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nyanyua mkono wako juu, nguvu za Mungu zinapita. Sema katika jina la Yesu, kila agano la kwenye ardhi lililofunga afya yangu, kila agano la kwenye ardhi lililofunga mafanikio yangu, leo navunja hilo agano, navunja hilo agano kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Hebu achilia damu ya Yesu, vunja agano lolote lililopo kwenye hiyo ardhi. Kataa kupotea pamoja na wanaopotea. Achilia hiyo damu ya Yesu, katia rufaa maisha yako, katia rufaa kibali chako, katia rufaa jina lako, katia rufaa heshima yako, katia rufaa watoto wako. Iko damu iliyomwagika pale msalabani, iko damu iliyomwagika pale msalabani, iko damu iliyomwagika pale msalabani. Ramasekerenderebosaka rapakorobosaya. Baba, ninakatia rufaa hii afya, nakatia rufaa haya mafanikio, nakatia rufaa ili jina, nakatia rufaa hivi vipawa ambavyo vinataka kumezwa na laana iliyopo kwenye ardhi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Malango yake nayo ya
yakawe wazi, yakawe wazi, yakawe ardhi. Nafuta matamko yaliyotamkwa juu ya hiyo ardhi ili kumzuia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nafuta matamko ya uchawi, ya ushirikina katika jina la Yesu. Na batilisha hizo sadaka za uchawi, hizo sadaka za miungu kwa damu ya msalaba, kwa damu ya msalaba. Ndio. Wewe pepo, roho za giza, toeka, achia. Wewe mamlaka za kuzimu, achia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe roho za giza, achia mwili wake, achia afya yake, achia mwili wake, achia afya yake. Ndio. Huo ni moto ulao, 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 ni moto ulao kwa jina la Yesu. Lamosekerebo korobosaka, rapa korobosenderebosaka, repo korobosaka, raba korobosaka, repo korobosekerenderebokoria. Nguvu za Mungu nyingi zimekufunika mahali ulipo. Huo uwepo wa Bwana uko juu yako. Hiyo neema ya Bwana iko juu yako. Hiyo nguvu ya Bwana inapita. Hayo mavazi uliyovalishwa kwenye hiyo ardhi yanaondolewa. Baba anakuvika vazi la heshima, anakuvika vazi la utukufu, anakuvika vazi la kibali. Bwana anakuvika vazi jipya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea hiyo neema, pokea hiyo nguvu kwa damu ya msalaba, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya msalaba, kwa damu ya mwana kondoo. Lambo sekerenderebo korobosaka. Nyanyua sadaka yako chini kwa Bwana. Batilisha kila sadaka iliyotolewa. Batilisha kila sadaka iliyotolewa. Tamka kwa damu ya Yesu, tamka kwa jina la Yesu kwamba kila sadaka iliyotolewa, iwe kwenye levo ya familia, iwe kwenye mtaa, iwe kwenye eneo, batilisha zile sadaka kwa damu ya Yesu. Unganisha sadaka yako na damu ya mwana kondoo. Unganisha sadaka yako na damu ya Yesu. Kubatilisha sadaka za miungu, sadaka za uchawi. Hebu endelea kuachilia hiyo damu ya Yesu. Baba, tunazileta hizi sadaka ambazo umetupa leo. Tunazileta hizi sadaka. Tunabatilisha sadaka za miungu, tunabatilisha sadaka za miungu, tunabatilisha sadaka za miungu, tunabatilisha sadaka za uchawi, sadaka za ushirikina kwenye maeneo uliyotuweka. Tunabatilisha hizo sadaka zilizotolewa, sadaka za damu, sadaka za wanyama, hizo sadaka zilizotolewa ili kufunga akili, kufunga mawazo, kufunga spidi, kuzuia hatua. Hizo sadaka zilizotolewa kutokea kwenye levo ya nchi, levo ya mkoa, wilaya, hata mtaa. Hizo sadaka zilizotolewa kwenye levo za familia na koo ili kufunga macho ya watu, kufunga masikio ya watu, kuzuia sauti za watu. Damu yako Bwana ikapite kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nguvu za Mungu ni nyingi zimekufunika. Usikatishe hayo maombi. Na kama hutakuwa na haraka leo, usikimbie. Omba mpaka uone huo mzigo umeachilika. Unaweza ukaendelea kuachilia sadaka ukiwa unaomba katika jina la Yesu Kristo.